Maelekezo naenda kuyatoa hivi sasa. Tunaendelea na swala zima la mpango wa uhamasishaji kwa vyama vya ushirika, na tunafahamu kwamba uhamasishaji haufanywi na afisa ushirika peke yake. Uhamasishaji unaanza kwa ninyi wanaoshirika wenyewe, kwa sababu nyinyi ndio mnanufaika na ushirika, nyinyi ndio mnapeleka faida za ushirika kwa watu ambao sio wanaoshirika. Junto TV, sauti ya jamii. Weza kuhamasika kujiunga na vyama vyenu, lakini pia kuhamasika kuanzisha ushirika kwenye maeneo yao. Nyinyi hapa mkoa wa Mara mna fursa ya ziwa, kwa hiyo tuna ushirika wa uvuvi, ni rahisi sana kuanzisha, lakini pia mna ng'ombe wa kutosha katika eneo letu, ushirika wa wafugaji. Sambamba na hilo, mna makundi mbalimbali ambayo yanajihusisha na shughuli mbalimbali za uzalishaji mali. Kwa hiyo mhakikisha mnapeleka message ya ushirika kwa wale watu wote ambao sio wanaoshirika, kuweza kujua faida na manufaa wakiwa kwenye ushirika, ili kuongeza idadi ya wanaoshirika na kuweza kuwasaidia wote kwa ujumla wake. Lakini sambamba na hilo, kwenye eneo la masoko na uwekezaji, tunaendelea na mikakati ya kuhakikisha kwamba tunafanya ujenzi wa viwanda wa Maku. Msishie hapo, kuna fursa nyingi sana kujenga viwanda. MTCU mipango yetu tunaiona mwaka huu ambao tunaenda, mkatekeleze kile ambacho tunakipanga, mkajenge viwanda, mkanunue malori, mkajenge magodauni ya kuhifadhia rasilimali pamoja na mazao ya wanaoshirika wenu, ili muweze kupunguza ile post harvest loss. Kuna maelekezo hapa yametolewa ya kuhakikisha kwamba vyama vyote vya ushirika mnashiriki katika shughuli za 88 pamoja na Sudi ambayo inaenda kufanyika hivi karibuni. Sudi inasimamiwa na shirikisho la vyama vya ushirika TFC, lakini pia 88 inasimamiwa na shirikisho la vyama vya ushirika TFC. Kwa hiyo mhakikishe kwamba mnajipanga na kujiandaa. Kule kwenye maonesho yale yanawasaidia nyinyi kukutana na wadau wengine mbalimbali. Kwa hiyo itawasaidia nyinyi kupata zile pembejeo za bei nafuu, lakini pia kupata masoko ambayo yanaregalega, kupata wadau wengine mbalimbali ambao watasaidieni katika mnyororo wa thamani. Kwa hiyo msijifungie kwenye box kukaa huko Serengeti au kuishia tu mkoa wa Mara. Tokeni, nendeni mbali zaidi. Kuna wadau wengine wa nje ya nchi, lakini kuna wadau wengine wa ndani ya nchi ambao hii hamjawahi kukutana nao. Mkienda kukutana nao, mtapata hatua nyingine ya mafanikio yenu. Lakini eneo la pili ni issue ya uhuishaji wa sera. Najua kwamba sera zetu zimepitwa na muda, lakini pia nyingine zinahitaji kufanya uhisho. Kuna mabadiliko ya sheria ya vyama vya ushirika ambayo ilifanyika mwaka 2025. Lazima tu update hizi sera ambazo tunazitumia ili ziendane na sheria ambayo imefanyiwa urekebu mwaka 2025. Nimedokezwa hapa kwamba mnaenda kufanya uchaguzi, na tumesema kuna sera ya chagua ushirika, linda ushirika, chagua uadilifu. Tunapoenda kwenye uchaguzi, lazima swala la uadilifu tulekezwe, naenda kuyatoa hivi sasa. Tunaendelea na swala zima la mpango wa uhamasishaji kwa vyama vya ushirika, na tunafahamu kwamba uhamasishaji haufanywi na afisa ushirika peke yake. Uhamasishaji unaanza kwa ninyi wanaoshirika wenyewe, kwa sababu nyinyi ndio mnanufaika na ushirika, nyinyi ndio mnapeleka faida za ushirika kwa watu ambao sio wanaoshirika. Kuweza kuhamasika kujiunga na vyama vyenu, lakini pia kuhamasika kuanzisha ushirika kwenye maeneo yao. Nyinyi hapa mkoa wa Mara mna fursa ya ziwa, kwa hiyo tuna ushirika wa uvuvi, ni rahisi sana kuanzisha, lakini pia mna ng'ombe wa kutosha katika eneo lenu, ushirika wa wafugaji. Sambamba na hilo, mna makundi mbalimbali ambayo yanajihusisha na shughuli mbalimbali za uzalishaji mali. Kwa hiyo mhakikisha mnapeleka message ya ushirika kwa wale watu wote ambao sio wanaoshirika, kuweza kujua faida na manufaa wakiwa kwenye ushirika, ili kuongeza idadi ya wanaoshirika na kuweza kuwasaidia wote kwa ujumla wake. Lakini sambamba na hilo, kwenye eneo la masoko na uwekezaji, tunaendelea na mikakati ya kuhakikisha kwamba tunafanya ujenzi wa viwanda wa Maku. Msishie hapo, kuna fursa nyingi sana kujenga viwanda. MTCU mipango yetu tunaiona mwaka huu ambao tunaenda, mkatekeleze kile ambacho mmekipanga, mkajenge viwanda, mkanunue malori, mkajenge magodauni ya kuhifadhia rasilimali pamoja na mazao ya wanaoshirika wenu, ili muweze kupunguza ile post harvest loss. Kuna maelekezo hapa yametolewa ya kuhakikisha kwamba vyama vyote vya ushirika mnashiriki katika shughuli za 88 pamoja na Sudi ambayo inaenda kufanyika hivi karibuni. Sudi inasimamiwa na shirikisho la vyama vya ushirika TFC, lakini pia 88 inasimamiwa na shirikisho la vyama vya ushirika TFC.
Kwa hiyo mhakikishe kwamba mnajipanga na kujiandaa. Kule kwenye maonesho yale yanawasaidia nyinyi kukutana na wadau wengine mbalimbali. Kwa hiyo itawasaidia nyinyi kupata zile pembejeo za bei nafuu, lakini pia kupata masoko ambayo yanalegalega, kupata wadau wengine mbalimbali ambao watasaidieni katika mnyororo wa thamani. Kwa hiyo msijifungie kwenye box kukaa huko Serengeti au kuishia tu mkoa wa Mara. Tokeni, nendeni mbali zaidi. Kuna wadau wengine wa nje ya nchi, lakini kuna wadau wengine wa ndani ya nchi ambao nyinyi hamjawahi kukutana nao. Mkienda kukutana nao mtapata hatua nyingine ya mafanikio yenu. Lakini eneo la pili ni ishu ya uhuishaji wa sera. Tunajua kwamba sera zetu zimepitwa na muda, lakini pia nyingine zinahitaji kufanya uhuisho. Kuna mabadiliko ya sheria ya vyama vya ushirika ambayo ilifanyika mwaka 2025. Lazima tu update hizi sera ambazo tunazitumia ili ziendane na sheria ambayo imefanyiwa urekebu mwaka 2025. Nimedokezwa hapa kwamba mnaenda kufanya uchaguzi, na tumesema kuna sera ya chagua ushirika, linda ushirika, chagua uadilifu. Tunapoenda kwenye uchaguzi lazima swala la uadilifu tuna issue ya uanzishaji wa benki ya ushirika, na benki hii ilifunguliwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan mnamo mwezi Aprili mwaka 2025. Kwa hiyo tunapozungumza hii leo, hii benki yetu ina mwaka mmoja, na benki hii ni ya wanaushirika nyinyi, yaani benki ni ya kwenu nyinyi. Kwa hiyo msipoisupport hii benki, manake unajaribia wewe mwenyewe, kwa sababu uwekezaji mkubwa wa ufufuaji wa hii benki na kuhakikisha kwamba inakaa katika ramani ni fedha zenu nyinyi wenyewe. Kwa hiyo lazima muhakikishe uuzaji na ununuaji wa pembejeo, transaction na miamala yote ambayo mnaifanya aidha kwa wakulima wenu au kwa wadau wenu mbalimbali inapita kupitia kwenye hii benki. Ndio mtaweza kuisaidia kuboost na kuweza kuimarika ili iweze kufanya rejesho linalotakiwa kwenu nyinyi. Hii benki imewekeza pia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kipekee kabisa na watu mpigie makofi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi haya hayatoshi. Mama ametoa zaidi ya bilioni 10. Makofi hayatoshi. Hebu ngoja nitoe maelekezo ya kupiga makofi. Tupige yale makofi mazito. Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa sana kwenye ushirika. Ametuletea mifumo ya kimasoko ambayo inawasaidia wakulima kupata fedha pale, fedha ya bei yenye ushindani, lakini pia ametusaidia kusambaza pembejeo. Kwa maana hiyo ametusaidia upatikanaji wa viwanda ambavyo vinasaidia kuongeza kuongeza thamani ya mazao ambayo tunazalisha. Kwenye hilo hajabaki nyuma. Kwenye hii benki ambayo tunaizungumza leo, Mheshimiwa Rais ametoa zaidi ya bilioni 10 ili kuweza kuboost mtaji iweze kukaa kwenye ramani. Kwa hiyo tunapoamua kulisema hili lazima tuhakikishe tunampigia makofi ya kutosha, ili angalau salamu zinapomfikia basi ile hamasa ya kuweza kumsaidia ushirika katika kipindi hicho miaka hii mitano iwe ya nguvu zaidi. Kwa hiyo tunapoenda kumpigia makofi, tupige makofi ya kibunge. Junzo TV.